Moja kwa moja tuko Tanzania Young CEO Women Gala. Tuko hapa katika ukumbi wa New Generation Hall. Na hii ni Tanzania Young CEO Women Gala msimu wa pili. Tunazungumzia 2025. Hii ni kama surprise. Sisi tumeipokea. Sijajua wengine mtaipokea au la, lakini na imani mtaipokea. Ghafla Mheshimiwa Waziri wa Madini huyu hapa, Anthony Mavunde. Heshima yako. Salama kabisa. Karibu sana. Namshukuru Mungu kabisa. Umekuwa mlezi, umekuwa mzazi wa Tanzania Young CEO Women Gala. Huu ni msimu wa pili. Katikati hapa tulikuwa kimya kutokana na matatizo yaliyoko nje ya uwezo wetu, lakini tumerudi tena, tunakuona tena, na hii ni by surprise. Watu wako so excited. Nini hasa uwaga kinakugusa ukisikia Tanzania Young CEO Women Gala? Kwanza mimi wanafurahi initiative ambayo inafanywa na wakina dada wakiongozwa na Ana, kwa sababu imewaibua wakina dada wengi ambao walikuwa chini kabisa na leo wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo naiona hii platform ni kama platform ambayo inachochea sana kiuchumi wanawake wengi wa mkoa wa Dodoma na kuwapa fursa kukua zaidi. Ndio maana huwa ipo umuhimu mkubwa sana. Nilikuwepo wakati tunazindua msimu huu, nimeona jinsi ya wakina dada walikuwa wanatoa ushahidi pale walipokuwa na walipo hivi sasa. Mabadiliko ni makubwa sana. Kwa hiyo nafurahia kuwepo katika sehemu kama hii, kwa sababu pia sehemu ya kuona kwamba watu wangu wanafanikiwa na kufanya vizuri, na kupitia jukwaa hili naamini kabisa wanawake wengi hasa vijana wa mkoa wa Dodoma watabadilika sana kuwa na mindset ya kujiweka vizuri kiuchumi. Wakati Tanzania Young CEO Women Gala msimu wa kwanza inakuja na wazo limekuja, ulikuwa bega kwa bega na kipindi kile ulikuwa ni mbunge kama ambavyo uko sasa hivi, lakini sasa hivi kuna kitu unacho, kuna kofia unayo. Fursa zipi ambazo unaziona kwenye wizara yako ambazo leo hii wanawake wanaweza wakafaidika nazo kwenye wizara ya madini? Kwa mkoa wa Dodoma kipekee, kwanza kwenye sekta ya madini ndio mkoa ambao unaongoza kwa kuwa na aina mbalimbali za madini nchini Tanzania. Kwa hiyo ni fursa kipekee kuingia pia katika sekta hii, kupata leseni na kuanza shughuli za uchimbaji wa madini. Lakini la pili, mkoa wa Dodoma ndio mkoa ambao hivi sasa vinajengwa viwanda vingi vya kuongeza thamani madini. Kwa ni fursa nyingine ya kipekee pia ya wakina dada kuanza kushiriki kwenye sekta hii, sababu watahitaji malighafi na viwanda vipo zaidi ya 7 sasa vinajengwa, na vimsubiri mtu yote, vinawasubiri watu wa Dodoma na nje ya Dodoma kuweza kupeleka malighafi hapo. Kwa ni fursa nyingine kubwa na kipekee sana naamini. Asante sana. Swali la mwisho kuelekea kwa sasa kwenye shughuli yetu, manake najua umekuta shughuli inaendelea. Wanawake wa Tanzania Young CEO Women Gala wanataka kufahamu vitu vingi kutoka kwako, najua utakwenda kuambia, lakini cha kwanza ambacho unatakiwa uambie na vitu vingine ambavyo vinatakiwa uambie ni vingi sana. Mimi nataka nifahamu kitu kimoja kutoka kwako. Kumekuwa na maneno, bana mheshimiwa, bana mbona event ya Tanzania Young CEO hata iweje hakosi, yani hata ufanye nini mheshimiwa lazima awepo. Tumepata taarifa bana, wakati tunafanya process ya kuwa mgeni rasmi ulikuwa haupo, lakini by surprise huyu hapa. Wengine tulikuwa tufahamu. Kuna siri gani kati ya Anthony Mavunde, waziri wa madini, na Tanzania Young CEO? Kwanza hii taasisi inaongozwa na mdogo wangu Ana Kimpa, na siku nilisema pale mimi na historia naye kwa sababu amekuwa ni mshirika wangu kwenye shughuli zangu nyingi sana za kijamii, na Ana huwa namshukuru kwa sababu amewahi kunipeleka sehemu moja ya watoto yatima kule Mbabala, ambao mpaka leo mimi nawalea, ambao jambo huwa najihisi kama nafanya jambo kwa ajili ya jamii yangu. Kwa hiyo huwa nachukulia kwa uzito mkubwa sana. Alinipa heshima kubwa kwenye tukio lile, na mara nyingi sana amekuwa akinishirikisha. Kwa hiyo na mimi nikipata nafasi ya shughuli zake nimekuwa nikishiriki. Leo tulikuwa tuna baraza la mawaziri Dar es Salaam, tumemaliza saa 11, lakini nimejitahidi mpaka nimefika hapa. Kwa sababu ya upendo na ushirikiano ambao tumekuwa nao kati ya mimi na Ana ambaye ni kiongozi kwenye taasisi. Mitaani utasikia bana, yule mtu ana madini sana kichwani, ana madini. Dodoma pia nazungumza, Anthony Peter Mavunde, mbunge wa jimbo la Dodoma, ana madini sana. Hii ndio sababu ya mama kukuteua kwa waziri wa madini? Hapana, mimi hata sielewi. Mheshimiwa Rais anafahamu mwenyewe kwa nini anamteua mtu kwa nafasi fulani. Sawa. Ndio. Basi zama zinabadilika, na ukiangalia dunia leo ni dunia ya vijana, na ukiangalia matatizo mengi sana ya ajira yanawagusa vijana
matatizo mengi sana ya masuala ya uchumi na wagusa vijana. Kwa ukimpata kijana ambaye anafahamu viatu vinavyombana kijana mwenzie inakuwa rahisi sana. Ndio maana sasa hivi mwamko wa vijana umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo mimi sijashangazwa na anakuwa katika mstari wa mbele kwa sababu anafahamu yeye mwenyewe amehaswa sana. Kwa anachokifanya hapa ni kile ambacho amekipitia mwenyewe, na akiwaona mabinti wananyanyuka anajisikia faraja pia kwa sababu anafahamu njia ambayo ameipitia. Kwa hiyo hii pia ina inspire watoto wengine wa kike kujitokeza kwa wingi katika nafasi kama ya Ana.